Sasa ndugu Waislamu, mtapokea kutoka kwenye rekodi ya huyu bwana, na wengine simu zenu ziko hapa, nisikilizeni na mseme na mimi. Semeni hivi: Allahumma ya alima sirri minna la tahtik sitra anna waafina wa'fu anna wa kun lana haithu kunna. Haya maneno mtu ajitahidi aseme kila siku. Kama hakusema asubuhi maneno haya, aseme mchana. Akiyakosa mchana, aseme usiku. Akikosa angalau usiku wa manane, asiache kusema mnanielewa? Narudia, semeni: Allahumma ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haithu kunna. Ninayo kumbukumbu kwamba Bwana Mtume Muhammad anapenda namba isiyogawanyika kwa mbili, inaitwa witri. The number which cannot be divided by two inaitwa witri. Kwa nini? Kwa sababu naye mwenyewe Mungu ni witri. Allahu witru yuhibbul witra. Yeye mwenyewe ni Mungu, ni namba isiyogawanyika kwa mbili. Mungu si mmoja tu. Sasa moja ni witri. Kwa hiyo naye Mola anapenda witri. Kwa kuwa Mungu anapenda witri, rudieni mara ya tatu: Allahumma ya alima sirri minna la tahtik sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haithu kunna. Hii ni dua na imeombwa na watu wakubwa. Ukiombaomba maneno haya na Mungu akakusikiliza, umevuka na dhiki zimeondoka. Unanielewa? Vijana wana lugha siku hizi mpya. Zamani hatukuzijua. Wanasema umetoboa. Hamjawasikia wanasema umetoboa? Lakini umetoboa nini hawakwambii umetoboa nini. Maneno haya maana yake hivi: Allahumma, ewe Mola wa haki. Ukisema Allahumma, ujue ile mimu ya mwisho kule, ma ile ya mwisho kule, ndiyo badali ya herufi ya kuitia, yani ni badalun an ya nida. Allahumma, munada hapa ni Allah. Allah ndiyo munada, na munada unahitaji harfu nidai, sio? Harfu nida ni mahdhufu, hudhifa minhu ya nida wa uwidh anha almimu, ikabadilishwa ikawekwa mimu kule mwisho. Hiyo mimu kwenye Allahumma ndio hii itakiwa huko nyuma, sio? Mnanifahamu? Kwa kusema Allahumma ni sana umesema ya Allah. Allahumma ni sana umesema vipi? Ya Allah. Allahumma, ewe Mola. Ya alim, munada wa pili, munada mudhafu. Ya alima sirri minna, ewe mjuzi wa siri zetu. Ewe mjuzi wa siri zetu. Ndugu Waislamu, hapa kila mtu ana siri yake hapa, au sivyo? Na kuna zingine siri mbaya mno mtu anazo za kwake, ana siri za ovyo kabisa. Ewe mjuzi wa siri zetu, la tahtiki sitra anna, usivunje stara yetu. Yale mambo yetu ya ovyo ya siri zetu, si umeyaona Mola? Si umeastiri? Hiyo stara iendelee. La tahtiki sitra anna, usivunje stara yetu. Maana yake endelea kutustiri mpaka sasa. Jamanini, nani kati yenu hapa wasomaji hajawahi kufanya makosa? Nani hana aibu zake hapa ambazo kimsingi hataki watu wazijue? Nani? Yani kuna mtu hapa kasalimika, hana aibu ambayo hafurahi watu kujua? Kuna mtu kapona? Mimi nina aibu zangu hapa nilipokaa, na sitaki hata nyie mjue, na sitaki mjue leo mpaka kiyama, msijue. Nijue mimi na Mola wangu tu, na nyote mna aibu zenu hapa.
Ndo Mola anaambiwa la tatiki sitra anna, Mola usivunje stara kwetu, endelea kutustiri. Lakini ukitustiri ndio basi. Waafina, utusamehe. Cha kufanya utusamehe Mwenyezi Mungu. Waafu anna, na uzifute dhambi zetu. Tusamehe, maana kuna mawili, kuna kusamehewa na zile dhambi kubaki zimeandikwa. Dhambi za mtu zinakaa sehemu hizi. Kuna dhambi imeshaingia na dhambi unayo na imeandikwa. Sasa kwa Mungu kuna kusamehewa ile dhambi na kuna kufutwa pale ilipoandikwa. Unaweza ukasamehewa lakini rekodi ipo. Raha ni ipi? Usamehewe na ifutwe kabisa, au usamehewe ibaki imeandikwa? Unachagua nini? Afina wa afu anna, Mola tusamehe na utufutie dhambi. Zisamehe na uzifute kabisa. Yani ukifika siku ya kiyama huna unachooneshwa, yalishafutwa. Unanielewa hivyo? Halafu mwisho, wakun lana, na uwe na sisi. Unamwambia Mungu kun lana, kuwa wetu, kuwa na sisi. Jamanini, ukiwa na Mungu pamoja uko naye, lipi limeshindikana? Lipi linashindikana ukiwa na Allah? Idha kana Allahu ma'aka faman alaika. Ukiwa na Mungu, nani yuko dhidi yako? Nani dhidi yako? Kun lana, Mungu kuwa na sisi. Uwe na sisi wapi? Mwenyezi Mungu uwe na sisi wapi? Haithu kunna, popote tutakapokuwa. Usitutupe mkono. Nyinyi mmesikia Qur'ani, kuna mahali Mungu huwa anatangaza niko pamoja na watu. Isbiru inna Allaha ma'a sabirin. Mungu yuko pamoja, ma'iyatullah ma'a sabirin. Mungu yuko pamoja na wanaovumilia. Yuko pamoja nao. Pamoja nao vipi? Wamekaa wote kwenye kochi. Pamoja naye vipi? Wako wote kitandani. Pamoja na Mungu vipi? Umepanda naye daladala. Allahu ma'as sabirina bil auni wan nasri. Mungu yuko pamoja na wavumilivu kwa kuwatetea na kuwasaidia. Ukisikia fulani yuko na Allah, basi Mungu anasimama kwenye shida zake. Akipata tatizo anamtetea, akipata shida anamnusuru. Ndio ma'iyatullah. Mnanielewa? Sasa kun lana haithu kunna, Mwenyezi Mungu kuwa na sisi tutakapokuwa. Akiwa na we Mungu, ukipata shida itakwisha muda huo, kwa sababu uko naye mwenyewe, na hakuna shida hata moja ambayo Mwenyezi Mungu anaishindwa, au sio? Unashindwa wewe tu, lakini Mola anaweza. Ukiwa naye anaiondoa. Unaona umepata kesi kubwa, umeshtakiwa waliyadhu billahi taala, na imekuelemea kesi, karibu sasa upelekwe kufungwa, madhali Mungu yupo ufungwi, anaitokomeza huko. Unanielewa? Umekutana na wahuni majambazi barabarani na huwezi kujikinga nao. Idha kunta ma Allah, ukiwa naye Mungu, wallahi unapita salama. Unapita salama. Siku moja bwana, nilikuwa napita mahali Temeke, panaitwa Mikoroshini. Kulikuwa na kijinjia unatoka Temeke mwisho, unaingia ndani. Sasa hivi kuna msikiti pale wamejenga, unatokea Tandika Majaribio. Unapita ndani kama mnakumbuka vizuri. Nimepita ile njia, nimewakuta vijana wa kihuni wamekaa kwenye shina la mti, na wako wengi, na niko kwa mguu. Wakanita kihuni, na nyie mnajua. Wakanambia oya, si ndio uhitaji wao, au sio? Na mimi nikabevo oya. Sasa sikuwa nimeelewa oya ndo nini. Sijui mambo hayo. Naendelea oya, anajua ndo wanaongea wenyewe huko, mimi sijui ndo lugha gani hii kusema oya, ndo madude gani haya. Nimeendelea kwenda oya, nikasimama. Sema wewe kiziwi sio? Wananiambia wewe kiziwi Nikawauliza mnanisemesha mimi? Wakanambia njoo mara moja hapa, wananiita. Nikamwambia mimi siji. Siji kabisa, kwa sababu siwajui, siji kwa watu nisowajua, mimi siji huko. Wakanambia sikiliza, vua hivyo viatu, endelea safari. Nilikuwa na sendozi mpya nimezinunua Arabuni, nzuri ajabu, yani zinavutia sendozi zangu. Wananiambia haya, vua kiatu ondoka mzee. Nikamwambia nivua kiatu niondoke? Nimwachie nani?
Anasema utuachie sisi. Nikamwambia nisikilizeni, mna haki ya kutaka hichi kiatu kwa sababu kizuri sana, lakini kiatu hichi hamtokipata bila dhiki. Maana mimi nilipata dhiki kwanza ndio nikakipata hichi kiatu, itabidi na nyinyi mteseke. Jamani, kuna kupata tu bila kupitia shida. Wazungu wanasemaje? No gain, no pain, no gain. Yani hakuna kupata bila shida, lazima upate shida kwanza. Kwa hiyo niambia na nyinyi kiatu hichi hapa nacho mtapata dhiki. Dhiki yenyewe mje wenyewe hapa mkivue miguuni kwangu muondoke nacho, angalau hivyo basi, mje mchukue tu. Mimi sikivui, ila njooni sasa mje mnivue nyinyi, alafu mpate hiyo kazi angalau ya kukivua muondoke nacho. Huku kichwani kwangu nimeshafungua kengele zote za tahadhari. Mola kasema wakhudhu hidhrakum, chukueni tahadhari. Nishafungua milango ya tahadhari. Sasa nikawaambia njoni, wakasimama wananishangaa tu, hawaji. Nikawaambia mnanipotezea muda, kiatu ni hiki na mimi nimeridhika, mchukue, mfanye tu kazi ya kuja kukivua basi, mchukue. Hawaji. Nikawaambia sasa msione dhiki, nakuleteeni mimi hapo mlipo, nakuja mnapunguzia kazi ya kuja huku. Nikaanza kuwafuata mimi. Wallahi ladhimu walitimua mbio kuzidi Filbert Bayi. Wanakimbia, sijajua wamekimbia nini. Mimi nilikuwa naenda kule, lakini wametimka mbio, kila mtu na kona yake. Unajua nilikuwa na nani? Nilikuwa naye Mola wangu. Kun ma'allahi yakunillahu ma'aka, kuwa na Mungu, Mungu atakuwa na wewe. Sio, mnanielewa? Turudini tulikotoka kidogo. Tumerutoka mahali si kwenye chikiti. Imamu akaniuliza, huyo hapa, unaye mtu anaweza kufanya hicho kiti? Nikamwambia ninaye, kwa sababu nina watu, au sio? Mimi nina watu. Nikamtafuta huyo kijana, kazungumza naye, nikampa namba imamu, akaanza kuzungumza wao na hivi vikatakiwa vipesa. Vipesa vile sijui vimetoka wapi mimi, lakini vilitakiwa. Haya, kikaanza kutengenezwa kiti. Nilichochangia mimi ni kumuonesha yule fundi aina ya kiti ninachotaka. Mnanielewa? Na aina yenyewe ndio hii. Inna Allaha yuhibbu maali al-umuri wa yakrahu safasifaha. Mwenyezi Mungu anapenda mambo mazuri ya level ya juu kabisa, apendi mambo duni. Akikupa Mungu riziki, akuone unaishi kwenye mambo ya juu kidogo. Mnanielewa? Sio kweli bwana, Mungu kakupa uwezo wa kupata gari zuri, alafu unapita mtaani na guta. Usitembee na guta, tembea na gari zuri Mola kakupa. Umenifahamu? Kwa nikachagua kiti hiki. Na nyinyi mmekionaje? Kiti safi kabisa. Kiti kizuri, unakaa unasema nimekaa kwenye kiti. Kitatumika kwenye ilmu, tutasomea hapa, si kusoma ilmu. Kwa hiyo nimewaambia wazee, bado kitu kingine inaitwa meza. Kwa sababu huwezi kusoma hapa umeshika kitabu hivi, au sio? Kutakuwa na meza hapa iwekwe, darasa ziendelee. Na mimi niliwapeni hapa siku 2 kwa wiki, mnakumbuka? Ramadhani ikimalizika naongeza moja, zitakuwa 3 kwa wiki. Siku hizi 3 kwa wiki. Kila tukienda mbele nitaongeza siku moja, mtashangaa wiki nzima nimeileta hapa. Ingawa nina madarasa mengi huko mimi, mengi chungu mzima. Na halaka tele misikitini huko. Lakini nitakuongezeni siku hapa. Na nina maana yangu mimi. Nina maana yangu nzuri kweli. Hapa kwanza mimi nimeletwa hapa kuja kumuenzi Sheikh Muhammad Idi. Na Mungu amtie peponi inshallah. Alikuwa mtumishi mzuri wa dini hii. Ametumika kusema kweli. Na Mungu anawalipa waliotumika. Hakuna mtu nchi hii atakayepinga kama Sheikh Muhammad Idi alitumika vizuri. Tumika vizuri. Lakini sababu ya pili, huku Buguruni kuna mtindo wa watu, ndugu zetu, ambao Mungu awaongoze wao na sisi, wanaitwa salaf. Wako Buguruni na sometimes wanasumbua. Niko hapa pia kwa kuvunja usumbufu. Na nimeshasema usumbufu wapeleke huko, wasilete hapa. Akija hapa mtu ni mtu wa sunna na hivi, hapa nilishaeleza tutamsafisha sisi.
na maji yapo, tutamsafisha kwa maji ya baridi. Yasipomtosha bado hasafiki, tunachukua ya moto, tutamgosha kwa maji ya moto. Kama bado uchafu hautoki, tunachukua na sabuni, itakuwa maji ya moto na sabuni. Bado tu tutachukua na dodoki, inabidi kusuguana sasa, sio? Tutasugua dodoki, tutatizama dodoki limemsaidia bado. Ikiwa dodoki alikumsaidia, tutachukua steel wire, tutasugua kama sufuria kwa steel wire. Ikiwa bado, sasa utafika zamu ya msasa, na msasa utatumika. Tunataka dini iachwe kama ilivyopokewa na wazee wetu, ndo haja yetu sisi. Kuna watu wana akida mbaya kwa sababu ya uvivu wa kusoma. Wao wanaamini hivi, yani ni kama kwamba baina yao na mtume hakuna watu katikati. Likisemwa jambo unatakiwa kulithibitisha kwa hadithi ya bwana mtume, sio? Kheri kubwa sana kuthibitisha mambo kwa hadithi. Lakini kutoka sisi mpaka kumfikia mtume hakuna watu wamefanya kazi katikati hapa. Hata huyo mtu mwenye akida hiyo alipozaliwa amemkuta mtume yuko hai? Alikwenda madrasa huyo, au sio? Madrasa alimkuta nani? Alimkuta mtume? Alimkuta mwanadamu, akamsomesha alifu, bau, tau, thau, au sio? Alafu akaonekana kama kidogo sasa anaanza kuelekea, akasomeshwa irshadul muslimina, au sio? Msomeshaji akuwa mtume, akasomeshwa sijui Jurumii, akasomeshwa na hizi barnamiji dirasia nyingi mtume hajaweka. Mtume hakuwa na mfumo, anasema wiki hii ni wiki ya fikhi, wiki hii tosoma nahau, wiki hii ni wiki ya sera, wiki hii la. Mpango huo pia bid'a, mtume hajaweka huo mpango. Haya, mtume sallallahu alayhi wasallam hajaweka mifumo ile ya kishule. Si tunasoma mpaka kwenye mashule, sio? Sikia faslul awwal, faslul thani, hawa ndio idadi, hawa ni tahdhiri jimu, tahdhiri be, hawa mutakaddimu, hawa idadi, hawa ndio mutawasita, hawa thanawia. Aya mtume hajaweka. Mtume hajawahi kukusanya watu kama hivi mlivyokusanyika hapa, akasema jamani leo ni nahau. Haya twendeni sasa, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harful ala. Hayo mtume hajafanya. Unanielewa? Tumewekewa na watu na wametusaidia sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kushika huu msahafu hata siku hii, hakuacha mtume msahafu huu. Huu msahafu umetayarishwa na unaona urembo hajaweka mtume, huu urembo umeweka watu. Na sisi na hao wenzetu wa sunna wote tunashika msahafu au hautaki. Mtume hajaweka namba za aya kwenye msahafu, unanielewa? Mtume hajaweka azabi zile hizbu, mtume hajaweka arkamil ayati, mtume hajasema misahafu ipigwe chapa, la, ni watu. Sasa lazima tuweke heshima hivi, kabla ya kufika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, kuna watu katikati wengi wakubwa wamefanya kazi kubwa ya kutuamsha na si mpaka tukamjua mtume, au sio? Hawafai kudharauliwa. Wasidharauliwe, ni watu watukufu sana hao. Hapa alikuwepo Sheikh Mohamed Idi hapa, sio? Mungu amtie peponi inshallah. Hakuzuka tu kama chafya. Nyuma yake kuna Sheikh Muhammad Ayubu. Sheikh Mohamed Idi hajakutana na mtume, kakutana na Muhammad Ayubu rahimahullahu ta'ala, au sio? Basi adharauliwa Muhammad Ayubu? Sitolanika tu sisi hapa bila sababu. Kwa hiyo sasa tatizo ni uvivu wa kusoma baadhi yao wenzetu. Hatutaki vurugu hata ndogo kwenye msikiti huu. Mtu aje darasani tuzungumze vizuri na tutashibishana vizuri tu. Akiwa hana haja ya kula chakula na anataka uchafu, maji yapo, tutasafishana kwa maji. Ndio nia yangu ya kuja hapa. Mimi na madarasa chungu mzima, sio? Mnanielewa?
Na kama mnavyojua mimi sinakuja bure hapa imamu, mimi nalipo hapa, natoka kwangu mimi na gari yangu mwenyewe, mafuta kwenye gari natia mwenyewe, dereva wangu mwenyewe, nakuja kupiga hizi kelele. Shida yangu nini? Kwani nataka nini mimi? Nataka nafasi kwa Mola wangu huko, natanguliza kwa Mungu, nikienda nikakae pazuri. Na mimi nataka nikanywe pombe eti huko, kwa duniani sijanywa, nataka nikanywe huko. Liwatoshe ili kuwa darasa leo na kwenda kwenye busati la mtoro. Allahumma faqihna fi din وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا علم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الصالحين الأئمة المهديين القائمين بحفظ ناموس الدين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.